Unajua kwamba zaidi ya 70% ya kinga ya mwili wako inategemea afya ya utumbo wako, kwa maana ya kile unachokula. Na je, unafahamu kuwa matatizo kama uchovu wa mara kwa mara, kujaa gesi, kuvimbiwa, kuharisha, ngozi kuharibika, hata msongo wa mawazo, yote haya yanaweza kuanzia tumboni? Ukweli mchungu ni huu: unaweza kuwa unakula kila siku, lakini bado utumbo wako unaharibika bila wewe kujua. Na ukiharibika, hauathiri tumbo peke yake, bali unaathiri mwili mzima pamoja na kinga yako. Leo nitakuonyesha vyakula 7 bora ambavyo wataalamu wamevithibitisha kuwa husaidia kurejesha na kulinda afya ya utumbo wako kabla madhara hayajawa makubwa. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana, na twende pamoja mpaka mwisho. Tatizo kubwa ni kutokujua dalili ndogo zinazoweza kuwa ishara ya hatari. Unapopuuza kujaa gesi mara kwa mara, unapochukulia kawaida kuvimbiwa kwa muda mrefu, unapochoka bila sababu, na unapoumwa mara kwa mara kwa sababu kinga imeshuka, pia unapuuza. Hizo zote zinaweza kuwa dalili za uwiano mbovu wa bakteria wa utumbo. Na tatizo la usawa mbovu wa vijidudu vya utumbo linaweza kusababisha kuongezeka kwa uchochezi mwilini, kupungua kwa kinga ya mwili, na kuongezeka kwa hatari ya magonjwa sugu. Chakula cha kwanza ni matunda ya jamii ya berry. Kwa mujibu wa Daktari Margaret Schwissow, daktari bingwa wa magonjwa ya mfumo wa chakula katika Kaiser Permanente, matunda haya yana wingi wa polifenoli ambazo ni kemikali za mimea zenye uwezo wa kufanya kazi kama kinga mwili ya asili dhidi ya uchochezi kwenye utumbo. Polifenoli hulisha bakteria wazuri wa utumbo na kupunguza ukuaji wa bakteria wasiofaa. Pia husaidia kulinda seli za utumbo dhidi ya madhara ya msongo wa kioksidishaji, jambo linalosaidia afya ya mmeng'enyeo na kinga ya mwili kwa ujumla. Aidha, matunda haya yana nyuzi nyingi ambazo ni muhimu kwa mpangilio mzuri wa haja kubwa. Jinsi ya kula: nyunyiza beri mbichi au zilizogandishwa juu ya mtindi au uji wa shayiri. Tengeneza juisi nzito au bakuli la juisi nzito ya beri. Ongeza beri kwenye saladi pamoja na karanga na mchuzi mwepesi wa mafuta na siki. Chemsha taratibu kutengeneza mchuzi mzito wa beri kwa ajili ya kupaka kwenye mkate au vitafunwa vitamu, au ziloweke kwenye maji yake bila kupika. Chakula cha pili ni mtindi. Kwa mujibu wa Dr. Lori Wright, mtaalamu wa lishe na profesa mshiriki katika chuo kikuu cha Southern Florida, mtindi ni chanzo kizuri cha probiotic, yaani bakteria wazuri wanaosaidia kudumisha uwiano sahihi wa vijidudu kwenye utumbo. Husaidia mmeng'enyeo wa chakula, kudhibiti bakteria hatari na kupunguza dalili kama kuvimbiwa, kuharisha au kujaa gesi tumboni. Utumbo wenye uwiano mzuri wa vijidudu pia huhusishwa na kinga bora ya mwili. Jinsi ya kula: chagua mtindi wenye maandishi yanayoonyesha una bakteria hai. Chagua aina isiyo na sukari nyingi au isiyo na ladha. Changanya mtindi wa Kigiriki kwenye juisi nzito pamoja na beri na shayiri. Tumia mtindi badala ya cream chachu kwenye michuzi au vyakula vya kujaza mkate wa taco. Changanya mtindi na siagi ya karanga kutengeneza mchuzi wa kuchovya vipande vya tufaha. Tumia mtindi kama msingi wa michuzi au mchuzi wa saladi. Chakula cha tatu ni kimchi. Kimchi kama ilivyo mtindi ina probiotiki. Hutengenezwa kwa kuchachusha mboga kama kabichi na figili ya Kikorea. Uchachushaji huongeza bakteria wazuri wanaosaidia kuongeza utofauti wa vijidudu kwenye utumbo na kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Vyakula hivi pia vinaweza kuimarisha ukuta wa utumbo na kusaidia kinga ya mwili. Mboga zilizomo kwenye kimchi pia hutoa nyuzi zinazosaidia mpangilio mzuri wa haja kubwa na kulisha bakteria wazuri. Jinsi ya kula: ongeza kimchi kwenye vyakula vya kukaanga haraka, mayai au wali. Tumia kama kiambato juu ya chakula au kama mboga ya pembeni. Ongeza kijiko cha kimchi juu ya mkate uliopakwa parachichi. Chakula cha nne ni maharagwe na kunde. Kwa mujibu wa Wright,
Nyuzinyuzi zilizopo kwenye maharagwe ni chakula bora kwa bakteria wazuri wa utumbo. Matumizi ya mara kwa mara huhusishwa na utofauti mkubwa wa vijidudu kwenye utumbo, jambo linaloashiria afya bora. Maharagwe pia yana wanga sugu na polifenoli ambazo husaidia bakteria wazuri kufanya kazi kwa ufanisi. Jinsi ya kula. Anza na nusu kikombe ikiwa hujazoea ili kupunguza gesi. Tumia maharagwe kujaza burrito au taco badala ya nyama. Ongeza edamame kwenye vyakula vya kukaanga haraka. Saga maharagwe meupe kwenye supu kuongeza unene bila kutumia maziwa. Tengeneza mchuzi wa maharagwe wa kuchovya pamoja na mboga au biskuti kavu. Ongeza maharagwe kwenye supu, mchuzi mzito au saladi. Chakula cha 5 ni shayiri. Shayiri ni chanzo kizuri cha nyuzinyuzi mumunyifu ambazo hufanya kazi kama prebiotic, yaani chakula cha bakteria wazuri wa utumbo. Prebiotic husaidia kupunguza uchochezi kwenye utumbo na kuboresha mpangilio wa haja kubwa. Pia husaidia kudhibiti kiwango cha lehemu mwilini. Jinsi ya kula. Saga shayiri na kuiongeza kwenye juisi nzito. Tengeneza shayiri ya kuloweka usiku kwa kifungua kinywa rahisi. Tumia unga wa shayiri kupika maandazi au keki ndogo. Ongeza shayiri kwenye keki au granola ya nyumbani. Chakula cha 6 ni mboga za majani mabichi. Mboga kama mchicha, sukuma wiki na majani ya chadi ni bora kwa utumbo kutokana na nyuzinyuzi, magnesium na polyphenol. Nyuzinyuzi husaidia mmeng'enyo wa kawaida, magnesium husaidia kusogeza chakula tumboni kwa urahisi na polyphenol hulisha bakteria wazuri. Jinsi ya kula. Changanya kwenye saladi pamoja na mafuta ya zeituni na maji ya limao. Anza siku kwa juisi ya mboga za majani. Kaanga kidogo pamoja na kitunguu saumu kama mboga ya pembeni. Ongeza majani haya kwenye supu dakika za mwisho za kupika. Chakula cha 7 ni dengu. Kwa mujibu wa Dr. Matthew Landry, dengu zina wanga sugu pamoja na nyuzinyuzi mumunyifu na zisizo mumunyika. Virutubisho hivi hufanya kazi kama prebiotiki na kulisha bakteria wazuri wa utumbo huku vikichochea ukuaji na shughuli zao. Jinsi ya kula. Tumia dengu kwenye supu, mchuzi mzito au vyakula vya viungo vikali. Ongeza kwenye saladi kama chanzo cha protini ya mimea. Tengeneza nacho za dengu na maharagwe meusi zenye nyuzinyuzi nyingi. Furahia pai ya mboga ya dengu kama mbadala wa nyama. Kwa kuzingatia mapendekezo haya, unaweza kuboresha afya ya utumbo wako kwa njia ya asili na rahisi kwa kujumuisha vyakula hivi kwenye mlo wako wa kila siku. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload, like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.